Kidege, hivi Kidege, wewe unaichukuliaje ile project ya Steve Mosi kuwepo kama miongoni wa watu ambao mnaonekana sana kwenye zile video? Kwanza mimi nakichukulia kwa ukubwa, kwa serious kupita maelezo, kwa sababu jambo sio la kwangu, lakini nawekwa kama jambo ni la kwangu na mimi nimeamua kulichukulia kama jambo ni la kwangu. Kwa mimi yani kifupi nachukulia kiukubwa kama mwenye jambo anavyolichukulia, na huenda hata ni zaidi yake. Kwa sababu mimi kwa ni jambo kubwa sana. Yani yeye mwenyewe hata kuishoot kwaga anaogopa. Yani tukipanga plan kwamba kesho tunashoot, tunakuwa tunaogopa hiyo episode itakuwa ni kali kuliko zilizopita. Kwa hiyo yani kama ni kupanga tunafanyaje hata siku ya kushoot tunahangaika sana kwa sababu ni jambo kubwa. Kwa hiyo wote sisi tunachukulia kwa ukubwa. Kuanzia mwenye nalo mpaka sisi. Kuna watu kadhaa wameonekana sasa hivi na unawajua. Kuna Dudubaya, lakini pia kuna Imani. Nazo unamjua mshikaji wako. Mkali kabisa kutoka Korogwe. Unajua unamzungumzia nani? Kingamuzi. Ulijua kabisa kwamba Kingamuzi na Dudubaya wanaweza kutokeza kwenye ile episode yenu unafanya pale? Au ulishawahi kufikiria? Nafikiri ni mimi kwa sio ya kwangu ni ya bro, lakini uwaga ananipa taarifa mapema kwa sababu pia naweza nikawa sina umuhimu, lakini nina umuhimu at least waga nasaidia kuchangia mawazo. Kwa hiyo kama ni mtu fulani anakuja huwa anajua ili kama kuna kitu chochote cha kuchangia nitatoa mawazo ili tuweze kupata kitu kikali zaidi. Na uzuri wa bro anajiamini, lakini anaamini pia na ambao watu wamewazidi. Kwa hiyo akiona hichi kitu ni kikubwa, lakini anawashirikisha pia ambao wamewazidi, amewatangulia, wanaofanya vizuri, wenye wafanye vizuri, anawashirikisha ili mawazo yaweze kunyooka kabisa. Kwa hiyo huwa anajua kabisa kwamba leo ni nani, kesho ni nani, kesho kutu atakuja nani, na kwa anajua kabisa kwamba huyu atakuja huyu, kwa tutafute kitu hiki, tutafute kitu hichi, nikikosa basi nikipata tunakitengeneza. Okay. Vizuri sana. Moja kitu ambacho nisema nitakuuliza ni kuhusiana na ile siku ulivyopanda boti wakati tunarudi Dar es Salaam kutokea Zanzibar. Alafu sekeseke likawa kubwa sana. Hebu leo nilikuwa nataka utupitishe kwenye ile historia ya kutisha kabisa. Maana ulinusa pasipo nusika. Sasa kwa sababu yani ilikuwa ni tumeenda Zanzibar fresh, nilikuwa na akina Baba Angela, kuna project kwa tumeanza kufanya. Tumefika Zanzibar wakati tunarudi boti ilisimama ghafla tu, amna abiria wote waliojua shida ni nini katikati, yani dau ioni Zanzibar uioni. Kwa hiyo ikawa ni kama taharuki hivi, lakini baadaye unajua kuna wale customer care wanajali, wanaondoa hofu. Lakini japokuwa sisi tulikuwa tumekaa pale tulikuwa tujajua, mpaka mimi nashuka, nakumbuka wakati nashuka ndo nikawa nasikia wenyewe wanaongea kwamba kuna wavuvi walitegesha nyavu zao vibaya, kwa ile nanili injini ndo ikasijui ikazikusanya zile nyako. Tulisimama pale kwa muda kidogo hivi, lakini tukaondoka. Lakini sio kwamba eti boti iliharibika au labda eti boti ilikuwa ina shida, hapa. Na zenyewe hizo zilikuwa sina uhakika, nilizisikia tu. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tulifika salama. Japo kweli itakiwa tufike mapema, ila tukachelewa. Kitu ambacho nilikuwa nasikia watu wanalalamika, wasema ulikuwa unapiga kelele nyingi sana na kusali nyingi sana. Mimi ni mtu ambaye naamini kwenye Mungu. Hata nikiwa na sali niliona mbona nimesimama ghafla, nilisali lakini kimomoso kama eti nilipiga kelele sana. Hata Baba Angela angesali sema alikuwa kalala. Alikuwa amelala. Amekuja kushtuka hivi ndo anaona imesimama ikaka kidogo ikaondoka. Kwa hiyo hakuwa na taharuki kama ile mwenye mimi nilikuwa niko naangalia mandhari muda wote. Ila sio kwamba eti nilipiga fujo sana, hapana. Bwana wewe, na watu wako wanasemaje sana ndani ya boti? Kwa sababu unajua wewe ni famous, unafahamika. Watu wanakuona unavyotapatapa ndani ya boti, uoga ni mwingi. Nafikiri nilikuwa naogopa, lakini sio kwamba eti nilionyesha kwa nje kama naogopa. Hapana, sikuonyesha kwa nje kwa sababu haikuwa mara yangu ya kwanza mimi kwenda kwenye maji. Yani haikuwa kama, kwa hiyo nilikuwa naogopa ile kusimama, lakini sio kwamba eti nilionyesha eti basi Kidege anaogopa mpaka wanishangae, hapana. Nilikuwa nimemute tu na kaa zangu chini na inama na podi zangu nasikiliza muziki basi. Okay, Kidege, sasa hivi naona makomediani wengi wanafungua biashara sana. Lakini pia wewe pia unatajwa kama miongoni mwa makomediani ambao mnaokota sana pia maokoto. Umejipanga vipi sasa kwenye masuala ya kuendeleza sasa uchumi wako na nini? Kwenye swala la kujipanga mimi nafikiri ni mipango ipo kama wenzetu jinsi wanavyofungua, wanaronji mambo yao, wanafanya mambo yao yananyooka. Hata sisi tuna mipango hiyo, lakini kama vile wenyewe wanavyofanya, wakisha plan kila kitu kikikaa sawa ndo wanakuja kusema kwamba kitu fulani tutafanya siku fulani. Kwa sababu mimi bado nipo kwenye hiyo project, naweza nikasema sina eti kwamba nitasema ni kitu fulani nitakifanya muda fulani, hapana. Ila wakati utakapofika nitasema kwamba siku fulani nitawaomba nyewe mablaza wangu mtokee pale nitafanya kitu fulani. Ila mipango ipo. Bwana,
Mipango hivyo. Ni mipango namna gani sasa na wenzako wa kijijini huko nao kutazama? Kwa sababu wewe mimi najua tushapigaga story sana ukanielezea the ulivyopambana mpaka kufika hapa. Mipango ikoje sasa? Wanasema kwa mipango siwezi nikasema tu kwamba eti ni biashara gani nitaweka hadharani. Unajua mtu ataanza ku create size kwamba atafanya hivi anaela kiasi gani sio moja mbili tatu. Mimi nafikiri kwamba ni mipango ipo, lakini wasubiri mpaka pale tutakapofanikisha jambo litakapotokea, wataliona ni jambo gani. Tutamotivate hata wakiwa wanaliona likitokea, watamotivatika hivyo hivyo. Bwana Mikidege nashukuru sana. Shukrani sana. Una chochote cha kusema labda kinachokuja kwenye issue zako na kina Steve Moss kule kwenye YouTube? Si mimi cha kusema, nawapenda sana mashabiki zangu, waendelee kusupport. Tunaendelea kupambania kipaji chetu. Kama ameweza kuja basi anaweza akarudi. Yani kama aliweza kuja akafanya anaweza kurudi. Yani hata kama akitaka shilingi ngapi anaweza, kama aliweza kuja anaweza akarudi. Ni maongezi tu. Hivi wakati Kingamuzi anatokea pale kwenye ile episode mnaigiza pamoja, yani ulikuwa unawaza nini kichwani kwako kuhusiana na yeye? Kwamba labda hivi anaweza akaweza wewe? Unajua mimi watu wengi wanapeleka kusema mimi ni mwehu sina akili. Kwa sasa mimi nilikuwa nikimwangalia kwa nini kana nasema leo yani nilikuwa naona mimi mwehu naenda kumuona mwehu mwenzangu, si unajua. Kwa nini nasema mimi naambiwaga sina akili, huyu vipi huyu? Nikasema basi ni hivyo, lakini kwa sababu tulifly yote zoe jinsi alivyo, anavyoigiza, anavyoongea, anavyoimba, tukafly sana. Kwa hiyo tulifly sana hata kumuona hivi, kwa sababu pia nikwaga sijawahi kuonana naye hivi face to face, ila manager wake Lacson tulikuwa tunawasiliana naye sana. Okay, so baada ya kuonana face to face, labda ulimsogelea Kingamuzi ukaongea naye mawili matatu? Hatuko tunapiga story, lakini sio story za kusema tu kwamba zitahusisha mambo yetu, zaidi ya kusema tu kwamba mara nyingi waga naongeaga na manager wake Lasco kwamba bwana tuna plan siku tufanye kitu. Sasa nikisema mimi nipige story na Kingamuzi nakosa story ya kupiga naye, na napiga story gani? Sasa simshikaje tu napiga naye stories hapa na pale. Story ndio hizo za kupiga kwamba hapa vipi, zile za kupiga hapa na hapa, yani zinazohusia hapa eneo mlilopo ndio mnazopiga hizo.